الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن محمدا بلغ رسالة ونصح الأمة وكشف عنا الغمة فجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Leo tunaendelea na safari yetu. Tupo hapa kwa mpangilio maalum. Kabla ya leo tulikuwepo, lakini kabla ya miaka 7 hatukuwepo. Leo tuna miaka 7 tukiweko hapa. Tuliowakuta wanajua hapa tumewakuta pakiwaje, na wanaelewa leo pakoje. Hivyo tukiwa tunauaga mwaka wa 2025, kesho tutakuwa tayari tupo katika mwaka wa pili wa 2026, mwaka wa pili yake, yani mwakani. Hapa tumekuwa tukiendesha program na hivi sasa kwa kuwa mwaka tayari na tutaanza mwaka mwingine, tutakuwa na program tofauti na zile zilizotangulia. Leo tumekuja kwa ajili ya mapokezi ya wanafunzi wake. Tutakuwa na wanafunzi wa rika mbili tofauti. Kuna wanafunzi ambao kwamba tunao hapa ni watoto wa shule kama zilivyo madrasa inavyoeleweka. Wameongezeka wanafunzi wa aina nyingine. Ndani ya siku 3 zilizopita tuliwapokea vijana kutoka mkoa wa Mtwara. Ujio wa vijana hawa kutoka mkoa wa Mtwara ni zao la zoezi tulilokwenda kulifanya Mtwara mwezi 1.5 uliopita. Tulikwenda Mtwara kwa ajili ya ukufunzi. Tulikuwa katika markazi moja inaitwa Kuba, ipo wilaya ya Nanyumbu mjini Mangaka, na ndio makao makuu ya wilaya. Tulitoa mafunzo na leo ni matunda ya mafunzo, sababu vijana tuliowapokea kutoka Mtwara wote wametokea katika kituo hicho cha markazi Kuba. Tuliwapokea Jumamosi iliyopita. Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, leo wana takriban siku 4 tunao hapa. Leo tumekuja kuwapokea wengine. Hawa ni tofauti na wale
waliotokea Mtwara. Maana waliotokea Mtwara wamejipanga na kujiandaa kuwa mashekhe, ndio makusudio yao makuu, ukizingatia kwamba ni vijana wa kiume, ni pahala pake wanuie hivyo. Hata hivyo watapata kitu cha ziada, ukizingatia hali ya walimu wa madrasa kwa zama tulizonazo leo, hali ya mashekh wanavyoenda kwa zama tulizonazo leo, kuna haja wote wanaosomesha wakalizingatia hili katika mitaala yao. Ni kweli panaweza pakawa na ugumu kutokana na watu kawaida yao sio wabunifu, wanachokitizama ni nani alifanya nini jana, na wao wakafata hicho hicho, na sio watizame kuna changamoto zipi leo, changamoto ambazo kwamba ni tofauti na zile zilizokuweko jana. Yule program designer wa program iliyokuwa ikiendeshwa jana na kurudi nyuma huko, alikuwa atatua changamoto fulani ambayo pengine changamoto hiyo tayari imetatuka au imepungua kasi, haina tena ukubwa kama ule wa awali, au haipo kabisa. Isisahaulike kwamba kila kadri siku zinavyozalika ndivyo changamoto mpya zinavyokuja. Kwa hiyo ikiwa yeyote atakayesomesha akapuuza pengine au akajisahulisha changamoto za zama zake, ataendelea kuwatia kwenye mashaka walimu wa madrasa na mashekhe. Nazungumza hili sababu lipo wazi kwa watu wote. Tanzania ni moja ya nchi zisizo na dini maalum, ingawa yakubali kwamba raia wake wana dini. Kwa hiyo changamoto iliyokuwekwa ya haraka haraka ni kwamba hakuna sheikh anayeajiriwa na serikali, kwa maana watoto wote wanaopelekwa mashuleni wazee wao wanatarajia waje waajiriwe, na kwa kuwa hakuna shekhe anayeajiriwa serikalini, hayupo mzee hata mmoja na nusu ataikuwa tayari mwanawe aende asome ushekh akiwa aelewa fika kwamba baada ya kusoma elimu atakayoisoma hatoajiriwa. Huu ni mtizamo haraka haraka mtu anaweza kawaona kama wapo sahihi. Mimi binafsi yangu nasema mtizamo huu hauko sahihi. Amesema Allah subhanahu wa ta'ala, ma kana almu'minuna liyanfiru kafa falawla nafara min kulli firqatin ta'ifatun liyatafakkaru fi ddin waliyunziru qaumahum idha rajau ilayhim la'allahum yahdharun. Aya hii inasema hawakuwa waumini wakatoka leo wakaenda wakatafuta elimu, wote kijiji kizima mji mzima wanaenda kutafuta elimu. Yatosheleza baadhi yao wakatoka kwenda kutafuta elimu, halafu wakarudi makwao, wakaja wakawaonya, kuna moja mbili tatu halitufai ndani ya jamii, tulitatue.
Na moja ya mambo ya 1, 2, 3 alitufai ndani ya jamii tulitatue ni ukosefu wa ajira. Sasa inabidi watu watambue kwamba ukosefu wa ajira hakuna yeyote anayeutengeneza, ni changamoto za kijamii za kimaumbile. Nchi zote duniani haziwezi zikawaajiri raia wake. Sasa kadri tutapoona changamoto za kijamii ndani ya jamii, tukafanya ubunifu kuzitafutia ufumbuzi changamoto hizo, ndipo zinapoibuka ajira. Mfano, natoa mfano, ukawa watembea ukaja ukagundua kwamba sokoni hapana vyoo, na watu wanashinda hapo masaa 20, takriban 28, maana wanaingia usiku na mchana. Hii ni changamoto. Utapoitafutia ufumbuzi changamoto hii, ukajenga choo, tayari umeshapata chanzo cha mapato, umejitatulia changamoto ya ukosefu wa mapato, maana wote wanaopenda ajirani wanataka mapato. Wewe tayari umeibua wazo la kutatua changamoto kwa kujenga choo, una mapato tayari. Bila shaka choo hiki wewe ndio umekiasisi kwa mtaji wako, na wengine watatokeza, ukaamua kuwapush, naomba uwe unanikalia hapo kwa ajili ya ticket ya wenye kuingia chooni, unikalie hapo kwa ajili ya usafi watu kuingia chooni. Hawa ni wawili na wewe umewaajiri. Hivi ndivyo watu wanavyotatua matatizo ya kiajira, changamoto za kiajira. Nimetoa taswira kupitia mfano huu. Nani ataye nieleza kwamba akiwa mtu ni sheikh, akibuni mradi kama huu, mradi utakataa? Hapana, kwa kuwa wewe ni sheikh, hukusoma dini, hukusoma sekula, mimi mradi siwezi kukubali kuhudumu. Hizi ni fursa zipo. Nimetoa tu mfano. Ni wewe kwenda na andiko halmashauri, ukawaeleza sehemu fulani kuna changamoto 1, 2, 3, mimi nimeona niitatue. Kwa kuwa serikali haamiliani na watu kama watu, anaamiliana na taasisi, wazo lako linaweza lisikubalike kabisa, kwa kuwa tu umeenda wewe kama wewe, hujaenda na usajili maalum wa shughuli za kijamii unazodai unakwenda kuziasisi. Ndio maana ombi langu kwa wanaosomesha masheikh, katika mitaala yao walizingatie swala hili upya, walizingatie vizuri. Tusiende tena kama tulivyokuwa tukienda hapo awali, fulani kasoma Sudani, anakuja hapa katika mtaala wa Sudani hapa kwa kuwasomesha watu dini, akasahau kwamba watu hawa wanafaa kula, watu hawa wanafaa kuendeleza familia zao. Wataziendelezaje familia zao wakiwa wao ni tegemezi bado? Moja ya malengo tulionayo katika mwaka huu,
tuanzie hawa vijana waliotokea Mtwara. Tutaenda nao tukiwa tunalizingatia hilo kwa jicho la kipekee. Labda kama hatuombi iwe hivyo, kama watajikuta wapo nje na sisi kabla hawajahitimu, hatuwezi tukafanya miujiza. Tutatoa dokezo kuwadokeza wenye kutaka kukomboka, lakini hatuwezi tukawatia kamba kwamba lazima wakomboke. Kwa hiyo vijana hawa wakikaa wakahitimu miaka waliopangiwa, watatoka hapa wakiwa na elimu ya dini, wakiwa na elimu ya kujitegemea kimaisha. Vijana, kazi kwenu. Leo tunawapokea vijana wengine wametokea Temeke na Buza, wapo njiani wanakuja. Shida ni usafiri. Kama inavyoeleweka, jijini hapa pana changamoto kubwa ya foleni. Vijana hawa walipata taarifa, hatukujua napo nao hapo awali, wamepata taarifa kupitia mitandao ya kijamii. Kwa hiyo wanakuja kupiga kambi, wanawahama wazee wao, baba, mama, shangazi, mjomba, wanawaacha, wanahamia hapa kijijini petu hapa kwa muda. Wamekuja kujisomesha, kujifundisha maswala ya elimu ya uendeshaji wa miradi na utawala. Tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala awekee wepesi vijana hawa, wafikie malengo yao walioyakusudia. Hawa ndio tutakao kuwa nao hapa. Lakini vijana hawa sio kwamba tu wamekuja kwa kuja, wenyewe ni walimu wa madrasa. Kuja kwao leo, wanakuja kutengeneza kambi yao. Halafu wataiendeleza kambi hiyo, na wanatokea kambini, tokea shule zilipofungwa, walikusanywa watoto fulani kutoka mitaa tofauti, watoto zaidi ya 300, 400, wamepelekwa kambi ya malezi mkoa wa Pwani. Kwa hiyo hawa vijana tutakuwa nao hapa ni katika hicho kikosi kinachosomesha malezi, katika hicho kikosi cha usimamizi wa watoto, elimu ya malezi, kipindi cha likizo. Hivyo tunaendelea na ratiba yetu. Tulikuwa tunatambulisha lililotuweka hapa. Lengo letu kwa wasiotujua, tulikokuwa tukikulenga ni swala la maisha na uchumi. Huko ndiko tulikokuwa tukimurika miaka yote hii, maisha na uchumi. Swala la uchumi hakuna ambaye anaweza kaliepuka. Na kwa nini maisha na uchumi? Yeyote anayeongelea uchumi amekusudia na umaskini, hata kama hakutamka umaskini. Sasa
Sasa inabidi tutambue kwamba umaskini sio laana. Umaskini sio laana, bali umaskini ni hali kama hali nyinginezo, na hali moja inaweza ikabadilika kutoka katika hali iliyo ikaelekea ikabadilika ikawa hali nyingine. Kwa hiyo liliyokuweko ni kila mmoja kufanya juhudi za kimakusudi katika kuibadili hali husika. Tutambue kwamba popote mtapotusikia tumeenda, hatuna lengo la kwenda kulaumu yeyote. Hatumlaumu mzazi aliyetuzaa, hatumlaumu ndugu tuliyezaliwa naye, hatuna lengo la kumlaumu mwana tuliyemzaa. Sikwambii serikali kabisa, hatuna lengo la kumlaumu yeyote, bali lengo letu ni kuwahamasisha watu wapate kujikomboa, watoke katika hali walionayo ya umaskini tuliyoieleza kwamba inaweza ikabadilishika, waingie katika hali isiyokuwa ya umaskini, wapate kujitegemea. Nini uhalisia wa maana ya kuimarika kiuchumi? Kwa ufupi, kuimarika kiuchumi ni kuwa na kipato na kuwa na maarifa, yani elimu, na kuwa na uwezo wa kusaidiana watu kwa watu. Kipato kivipi? Sababu tumbo haliendi likizo. Kila leo tumbo lako litahitaji kuhudumiwa, kula, inabidi uwe na kipato. Hakikisha lolote linalokushughulisha, unalojishughulisha nalo leo, hilo jambo ni chanzo cha mapato yako. Hakikisha jambo hilo ni chanzo cha mapato yako. Ikiwa jambo hili unalolifanya kila leo siku zote sio chanzo cha mapato, tambua kwamba likiingia lolote kuhusiana na swala la majukumu ukashindwa kulihudumia, hata mbingu zenyewe zitaja kukataa kwamba ulikuwa wahudumu halafu majukumu wayawacha. Maana unawahudumia hao na wao wana majukumu, na majukumu ni kuwasimamia hao unaowahudumia. Umesimama badala yao, kwa nini isiwe ni chanzo cha mapato? Swala la maarifa ni muhimu. Kuwa na mapato sio hoja. Anaweza mtu akawa na mapato na akaendelea kuogelea katika dimbwi la umaskini. Ni maarifa tu jambo la kipekee litakalo kutoa katika hali yako ulionayo ya umaskini kuhamia hali inayoridhisha kiafueni. Ama swala la uwezo wa watu kusaidiana, dunia ya leo inaomba connection. Lazima uwe na mahusiano na watu. Kama hutokuwa na mahusiano na watu, shahidi Rabbi, bidhaa yoyote ulionayo, jambo lolote la faida ambalo linaweza likawasaidia watu ulilonalo, litakuwa halikufai wewe wala haliifai jamii, kwa kuwa kuna connection. Kwa hiyo watu, swala la kusaidiana halikamiliki ila watu kuwa connected. Swala la kuimarika kiuchumi linaleta heshima ndani ya jamii, kwamba umeishi kwa kujiendesha kwa pato lako wewe, pamoja na udogo wa pato lako, lakini unajiendesha.
hapana budi ila utaheshimika tu. Hapana budi ila utaheshimika tu. Hapo tulikuwa tunamulika umuhimu wa swala la kila mmoja kujitegemea, lakini swala la kujitegemea ngazi ya kaya ni muhimu zaidi kuliko ngazi nyingine yoyote. Maana kama ni jamii hutengenezwa na kaya kadhaa. Kwa hiyo kaya moja ikiimarika na kaya nyingine ikaimarika, tayari ustawi utadhihiri ndani ya jamii. Kwa hiyo tukizungumza swala la kuimarika kaya, twazungumzia uchumi wa mtu kama mtu binafsi. Njia nyepesi za kujiimarisha kimapato zina kanuni 3. Hizo kanuni zinaitwa anza. Kanuni 3 za anza. Kanuni ya kwanza, anza na ulicho nacho. Hicho ulicho nacho, baada ya kuwa na wazo fulani la kujikomboa kimapato, fanya sesa. Tizama una nyenzo gani unazozimiliki. Uwezekano ni mkubwa kwamba nyenzo ulizonazo unaweza ukazitumia katika kujiimarisha kimapato. Kwa hiyo anza na ulicho nacho. Anza na ulicho nacho. Halafu anza kidogo kidogo. Usianze kwa haraka. Hasa ikiwa ni katika tasnia uliokuwa huna ujuzi nayo wa kutosha. Na usisubiri kuanza kesho, anza leo. Yeyote atayesubiri kuanza jioni au kuanza kesho, atambue tayari kwamba ameshachelewa. Hizo ndio kanuni za anza. Tunalolihimiza, ukianza kwa hali ulionayo, ukianza kidogo kidogo na ukaanza leo, bila shaka utakuwa na chochote na kiingiza. Hiki unachokiingiza kigawe kwa hali yoyote ya matumizi utakayoyatumia. Usisahau kudunduliza, kuweka akiba. Tunawahimiza watu waelekee katika swala la kujiwekea akiba. Waelekee katika swala la kujiwekea akiba. Kuna vikundi vya aina tofauti vya watu ambao wanaweza wakajiunga. Zimesoma hutuba zaidi ya 6 hapa tukizungumzia masuala ya watu kujiimarisha. Tuliashiria swala la vikoba. Ingawa baadhi ya vikoba vinaendeshwa kwa mifumo ambayo inaingiza watu katika umaskini, hayo masuala tumeyaelezea vya kutosha. Mtu anaweza akafuatilia rekodi zilizotangulia katika hutuba. Mwishowe, lengo la watu kuweka akiba ni swala la kuwekeza. Jitahidi kadri ya uwezo, wekeza katika fedha. Uwekeze pia katika muda. Kuwekeza katika fedha ni wewe kuchukua nyenzo zako ukaziingiza katika uzalishaji, au wewe kuchukua ulichonacho miongoni mwa pesa mali ulizonazo ukaanza kuzizalisha. Kwa haraka haraka ndio tunaloliashiria mtu kujiwekeza katika fedha. Utajiwekeza katika muda kivipi? Hakikisha muda wako unaoutumia leo, kuna jambo jipya unalipata, au la kitaaluma au la kifedha au
la connection mpya, kuwa na watu wapya wanaokuzunguka, usiwe na watu wale wale. Hii ndio hali ya uwekezaji tunaoizungumzia. Halafu uwekeza katika swala la ujuzi, usibaki na ujuzi ule ulionao maisha. Leo ni dunia inaenda, ni dunia ya teknolojia inaenda kwa kasi mno. Ujuzi uliokuwa nao miaka 5 iliyopita, ujuzi huu uliokuwa nao miaka 5 iliyopita, wameshaibua mageuzi katika tasnia hiyo. Hata ukiingia tena, ikiwa ulikuwa nje ya tasnia, utajikuta wewe ni mgeni kabisa. Ndio maana tukahusia kwamba watu wajiwekeze na wasisahau kuwekeza katika elimu, swala la ujuzi. Aina za uwekezaji: kuna swala la kujiwekeza ukaamua kuingia kwenye masuala ya biashara. Sio lazima ukawa na duka Kariakoo. Kuanzisha tu shamba la mboga mboga ni biashara. Kuanzisha mfugo wa kuku ni biashara. Duka dogo ni biashara. Tunaingia katika swala la elimu. Wekeza katika elimu, mafunzo mapya kila leo, hata kama ni kwa gharama. Bila gharama utakuja kuelewa baada ya muda kwamba pesa uliokuwa ukiibana wewe kwa kuibana, kwa kupata ugumu wa kuitumia kwenda ukajiwekeza kimaarifa, kupata mafunzo mapya, utajikuta kwamba hukuwa unaweka akiba, bali ulijiingiza kwenye hasara. Ingia kwenye tasnia ya kutafuta ajira, ndio utaelewa. Utaambiwa pamoja na elimu yako ya chuo kikuu, sawa, unayo, lakini tunahitaji uwe na kitu fulani cha ziada, na hicho kitu fulani cha ziada hakipatikani chuoni wala shule yoyote, bali kinapatikana katika mafunzo ya nje ya shule. Uwekezaji katika vikundi husaidia sana. Kila utapokuwa na uhitaji wa kijamii utasaidika mno. Kila utapokuwa na uhitaji wa kijamii utasaidika mno. Hilo tumeshaliashiria. Tunatoa onyo, pamoja na kwamba tumehimiza uwekezaji, tambueni kwamba sio kila kinachoitwa uwekezaji ni uwekezaji kweli. Epuka ahadi za kupata pesa haraka. Watu wengi wameingia kwenye mkenge wa kuingiza pesa zao kwenye hasara kwa kuwa tu walipewa kasumba na mtu fulani, tikiti bwana, miezi 2 umetoka, akaingiza mtaji kwenye shamba la tikiti, matokeo yake katoka kapa. Sijui ukicheza bwana beti unatoka. Epuka masuala haya. Huduma tunazozitoa sisi, tunatoa huduma za fedha ndogo, microfinance, kupitia vikundi, kuibua miradi ya kimapato na kutoa mafunzo ya nyanja 6. Tunatoa mafunzo ya fedha ndogo, ndio yanayowaleta wanaokuja. Tunatoa mafunzo ya uongozi, ndio yanayowaleta wanaokuja. Tunatoa mafunzo ya ujasiriamali,
na usimamizi wa miradi. Tunatoa mafunzo ya mirathi, tunatoa mafunzo ya miamala ya fedha za Kiislamu zilizokuwa hazina riba. Inawezekana kabisa. Mwisho, tuna deal na huduma za tasnia tuliyoiita Halalu Madrasa. Hii ni program maalum kwa mashekhe tu, wakiwemo vijana waliotokea Mtwara. Tunahitimisha, katika watu ambao kwamba ni wanyonge leo ni jinsia ya kike. Mwanamke ni mnyonge kwa maana ya unyonge. Mwanamke anaishi hali ya tofauti na hivyo alivyoumbwa. Hivyo tumekuwa tukiwakimbilia sana wanawake, kuwahimiza kwamba wayatizame haya mambo yao. Huu sio wakati wa kuyaongelea, mada zenyewe zinakuja. Baada ya hapa, jamani, chagua jambo moja tu, uanze nalo tu, wala usisubirie. Tumeshazungumzia kanuni za anza 3. Anza na chochote ulichonacho. Anza sasa, anza kidogo kidogo. Tunafika hatima ya tulichokipanga kukihutubu leo. Hizi ni juhudi za waliosahaulika. Inshallah, tunakushukuruni kututegeni masikio kwa dakika 40 hizi tulizozitumia kukiendesha kikao hiki. Naitwa Al-Khidri Yusuf Sebe, mmoja wa waliosahaulika. Shukran.